Kwenye hii dunia kila mwanamume ana aina yake ya mwanamke anayemtaka. Kuna wanaopenda weupe, wengine wanapenda weusi, wengine wanapenda warefu na wengine wanapenda wanawake wafupi. Lakini ukweli ni huu, kuna aina ya mwanamke ambaye haijalishi mwanamume ni wa aina gani, akikutana naye tu lazima atampenda tu. Sio kwa sababu ya umbo, sio kwa sababu ya uzuri, sio kwa sababu ya pesa zake, hapana, bali ni kwa sababu ya tabia na sifa zake. Leo nitakuletea sifa hizo 4 ambazo mwanamke mwenye sifa hizo 4 lazima atapendwa na kila mwanamume, na ukizielewa vizuri hizo sifa 4 utaelewa kwa nini baadhi ya wanawake wanapendwa sana hata bila kujitahidi sana. Twende sawa. Sifa ya kwanza ya mwanamke ambaye atapendwa na kila mwanamume ni mwanamke anayetosheka na anajua kushukuru. Kusema ukweli, hii sifa ina nguvu sana. Mwanamume anapenda mwanamke ambaye anaona juhudi zake na anazithamini. Kwa mfano, ukimwambia kuwa sina uwezo wa kukunulia nguo ya 100,000 lakini na uwezo wa kunulia nguo 50,000, ukampa mwanamke huyo na akasema asante, nimeipenda, akashukuru na ukaona kabisa anafurahia, basi mwanamume huwa anampenda sana mwanamke wa aina hii kwa sababu ameziona juhudi zake na amezithamini. Lakini kuna aina nyingine ya mwanamke ambaye unampa kitu hicho hicho, lakini badala ya kushukuru anasema mbona fulani ananuliwa na 200,000. Hapo mwanamume anaanza kuchoka sana, kwa sababu ukweli ni huu, mwanamume hapendi kulinganishwa, anapenda kuthaminiwa kwa kile ambacho anachoweza kufanya. Na hapa ndipo tofauti inapokuja. Mwanamke anejua kushukuru anampa mwanamume amani ya moyo, na mwanamume akipata amani ya moyo huwa haondoki. Sifa ya pili ambayo mwanamke akiwa nayo lazima atapendwa na kila mwanamume, mwanamke msafi nje na ndani. Hii sio ya kujadili sana, ila watu wengi wanadharau. Usafi sio tu kuoga na kupendeza nje, bali ni pamoja na mazingira yake, harufu yake, mpangilio wa vitu vyake na hata usafi wa maneno yake. Hebu chukulia mfano huu, unaenda kwa mwanamke, nyumba yake imepangwa vizuri sana, safi na inanukia vizuri. Utajisikiaje? Utajisikia kama uko sehemu sahihi. Lakini unaenda kwa mwanamke mwingine, vitu vimetapakaa, sahani hazijaoshwa, nzi kila kona, hata kukaa utajisikia vibaya, si ndio? Sasa hapo hata kama huyo mwanamke ni mrembo kiasi gani, mvuto wake utashuka. Na usafi sio usafi wa nje tu, bali pia na usafi wa ndani pia ni muhimu. Mwanamke ambaye hana matusi, mwanamke ambaye ana kauli nzuri, maneno yake ni safi, sio ya kejeli, huyu anavuta sana mwanamume. Sifa ya tatu ambayo mwanamke akiwa nayo atapendwa na kila mwanamume, basi ni mwanamke mtulivu, mwanamke ambaye anaipenda nyumba yake. Sio kwamba hatoki nje, hapana, lakini anajua mipaka yake. Anatoka nje kwa sababu anajisitiri, na zaidi ya yote anapenda kuwa nyumbani kwake. Hebu chukulia mfano huu, kuna wanawake wawili. Huyu wa kwanza kila siku yuko nje, leo klabu, kesho auti, kesho kutwa kigodoro, yaani yeye ni mtu wa nje tu. Lakini pia kuna huyu wa pili, anatoka ndio, lakini mara nyingi anapenda kuwa nyumbani, anapika, anapumzika, anajipangia maisha yake. Wewe unahisi mwanamume akitafuta mke hapo, akitafuta utulivu wa nafsi yake, akitafuta stara, ataenda kwa yupi? Nafikiri jibu unalijua tayari. Mwanamume anapenda mwanamke anempa utulivu, sio stresi. Na ukweli ni huu, mwanamke ambaye hatulii, mwanamume hawezi kumwamini kwa urahisi. Sifa ya mwisho ambayo ndiyo sifa ya muhimu zaidi, mwanamke akiwa nayo atapendwa na kila mwanamume, basi ni mwanamke mwenye heshima. Na hii ndio msingi wa kila kitu. Heshima sio tu kwa mwanamume wake, hapana, bali ni pamoja na familia yake, marafiki zake na hata watu wengine kwa ujumla. Hebu chukulia mfano huu,
uko na mwanamke sehemu, labda umeenda dukani kumnunulia nguo, muko pamoja, kisha anaongea vibaya na muuzaji, au mmeenda kisinia kisha anaanza kumdharau mhudumu au kuongea vibaya na watu. Hapo wewe kama mwanamume utaona dalili mbaya, si ndio? Lakini mwanamke mwenye heshima, hata akiwa na hasira, anajua jinsi gani ya kujizuia, anajua kuongea kwa staha, na muhimu zaidi, hamdhalilishi mwanamume wake mbele za watu. Basi mwanamke wa hivi huwa anapendwa na kila mwanamume. Mwanamume akiheshimiwa anajisikia kuwa ni mwanamume wa kweli, na hapo ndipo mapenzi yanakuwa zaidi. Pia kuna kitu kingine watu wengi hawasemi. Hii ni kama bonus ambayo mimi nakuongezea. Mwanamke anayejitambua, hii sifa ni ya bonus tu. Mwanamke ambaye anajua yeye ni nani, anajua anaenda wapi, na hana kuiga kila kitu anachokiona mtandaoni. Huyu ana vibe fulani hivi ambayo inavutia sana kwa mwanamume. Hiyo ni bonus tu, nimekupa uchukue. Sasa tabia zako ndizo zinafanya upendwe au uachwe, na ukiona mwanamke anapendwa sana na wanaume, mara nyingi ana hizi sifa tulizozitaja leo. Sasa nataka nikuulize, ni sifa ipi hapa unaona ni muhimu zaidi? Andika hapo chini kwenye comment tujadili. Na kama una sifa nyingine ambayo ungependa kuongezea, basi pia andika hapo chini kwenye comment. Na kama unapenda video nzuri kama hizi, usisahau kusubscribe, like na share kwa mshikaji wako mmoja.